Bana, kama ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii, I think utakutana na hizi kapu ambazo zimezua gumzo sana na zimeongelewa sana kwenye hichi kipindi. I think kama wiki hivi hapa namzungumzia Haji Manara pamoja na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Zailisa. So walikuwa wanazungumziwa sana mara baada ya kugombana na baada ya kuachana. Sasa hivi ninavyoongea bwana, Zailisa pamoja na Haji Manara sio mtu na mke wake au sio bwana, lakini before walikuwa ni mtu na mke wake. Hasa kila mtu alikuwa anazungumza kwa namna yake ambavyo wameachana. Kuna wengine wanadai kwamba wameachana kwa ugomvi, lakini wengine wanadai kwamba wameachana kwa amani tu, muda wao umeisha na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia tulipata bahati wiki iliyopita tarehe 11 tulipiga story na Zailisa akazungumza kuhusiana na yeye na Haji Manara kwamba hawako sawa na hawatokuja tena warudiane, na hii sio kiki, hii ni serious issue, na hii hajafanya kwa ajili ya kupata followers au kupata mashabiki. Hapana, imefanya kitu ambacho yupo serious na akili zake timamu na haendi sehemu yoyote. Maana kuna washikaji au kuna watu ambao walikuwa wanahisi labda akiachana na Haji Manara labda anamfuata ex wake ambaye ni Abdalla aka Dula Makabila. So mambo yalikuwa ni mengi sana, tukamsikiliza Zailisa, lakini tulikuwa tunasubiri upande wa pili kwa Haji Manara tuone ni kitu gani, what is next. Haji Manara atazungumzia nini kuhusiana interview ambayo iliyofanya Zailisa mara baada ya kukanusha kwamba yeye kwa sasa hivi yupo single na hategemei pia kuwa na mtu yote kimahusiano ambaye ni maarufu au ambaye ni fame. Sasa Haji Manara jana kwenye page yake ya Instagram ameposti ujumbe ambao ukionyesha na kamposti mfalme na mzungumzia Alikiba pa moja kati ya favorite artist wake ambaye anamkubali sana. So ameshare video yake na moja kati ya interview ambayo iliulizwa Alikiba kwamba una maoni gani juu ya mahusiano ya ndugu yako Haji Manara. So Alikiba akazungumza kulingana na uelewa wake au kulingana na ushauri wake, akazungumza pointi sana. So Haji Manara alielewa ile pointi na akaifili kama mtu mzima kuhusiana na issue ambayo kuachana na Haji Manara, kufuata watoto wadogo, kufuata watu ambao hawaendani na umri wake au sobana. Wengine maybe wanafuata kwa ajili ya kutumia hela zake alafu wanaondoka. So Alikiba alijibu kulingana na maoni yake, jinsi anavyoona na experience yake ya kukaa kwenye ndoa muda mrefu. Lakini pia Alikiba alivyojibu hivyo, Haji Manara alifurahishwa na akamshare pia kwenye page yake ya Instagram, na yeye akaandika maneno haya ambayo of course ni maneno ambayo kama imemgusa, na ndo mara ya kwanza pia kuposti hii na kuzungumza kuhusiana na issue yake ya mahusiano, kuachana na Zailisa ilikuwaje na kuna namna ilimfeel vipi, na DMs zimekuwa nyingi, watu wanamcheki sana kwa nini uongee hichi kitu. Sasa Haji Manara ameposti hii picha ya Alikiba au hii interview ya Alikiba, kazungumza hivi na nukuu alichokizungumza Haji Manara. Anasema, nasikiliza nasaha zenu, ushauri wenu na hata faraja zenu wote. Wengi wenu mnaandika na kuongea mambo sahihi, na mimi kama mtu mzima kuna mengi nitazingatia huko mbeleni ya safari. Kwangu huu ni upendo mkubwa ambao hata sikutegemea kutoka kwenu, hususan baada ya kutojibu kitu nikiwa nasema mtacheza ile biti ya kwanza. Nimewasikia pia dada zangu wengi kuhusu, nikaamua kuingia katika mahusiano nikizingatia na umri, tuombeane dua inshallah. Nimeona niwaandikie hii, msione sitambui faraja zenu na kushindwa kuwajibu wote mnaokuja DM na inbox. Again niseme thank you guys, na hata ni vizuri mkaendelea kunitusi mitandaoni huko, mioyo yenu ikiufahamu ukweli. Nyie nao ni watu na lazima muwepo katika hii dunia, na still nawapenda pia na naendelea kuombea dua njema kwa Mungu. Kitu kimoja tu nisitize, haitotokea kumjibu mtu cause najua ukimya huu una falsafa nzito na ukweli halisi utajiachia wenyewe soon inshallah. So hayo ndio maneno au mseme caption quote ambayo imeiandika Haji Manara kuhusiana na posti ambayo imeiposti ya maoni ya official King Alikiba. Mimi nimekusogezea kupitia Bongo Plus TV. Mimi naitwa Ripo Secretaries Kibwana. Endelea kufuatilia Bongo Plus, utakuwa umetisha kinoma noma. Peace.